hatuzoei shambani mwako, hatuzoei Bwana nyumbani mwako, maana kuna mambo kama Mungu mtakatifu tunatazamia katika wiki. Mungu tunaomba ubariki siku ya leo. Sasa Mungu unaoikumbuka imani kwa mambo ya ajabu, tunaomba pamoja na sisi mwanzo na mwisho, ukitembea na sisi, ukisema nasi kila mmoja Mungu mtakatifu akizidi kupata faida juu ya neno lako. Ni katika jina la Yesu Kristo ulisema Mungu utalituma neno lako. Hata sasa Mungu umeenda kulituma siku ya leo. Tunaomba kila mmoja Mungu atakayeshiriki ibada hii, neema yako na baraka zako zizidi kuambatana naye, uzidi kumfundisha namna kuishi Bwana pamoja na wewe Yesu. Ni katika jina la Yesu Kristo tunaibariki siku hii kwa damu yako takatifu. Bwana tuseme amen. Bwana Yesu asifiwe. Basi unaweza kuchukua utulivu wa moyo wako, nafsi yako, akili yako, ili tuweze kujifunza neno la Mungu asubuhi ya leo. Naamini Mungu ana makusudi makubwa kwenye maisha yako. Na kabla sijaendelea, naweza nikasema kwamba Mungu ametupa nafasi sisi kama wanadamu ya kufanya bidii ya kufika mahali hapa ili tupate kile ambacho Mungu ametusudia. Na siku ya leo tunaenda kuangalia juu ya uumbaji wa wanadamu. Jumapili iliyopita tulijifunza neno kubwa, tukaona Mungu hapo mwanzo kabisa Mungu aliumba mbingu na nchi. Na sentensi kubwa ambayo Mungu alitamka Jumapili iliyopita nikaizingatia ni kwamba nayo nchi ilikuwa utupu tena ukiwa. Maana kulikuwa na chochote katika nchi. Na baada ya hapo ukitafakari kwa dunia ya sasa, kila kitu kimejaa duniani. Kwa hapo tunaweza kujifunza kwamba Mungu anaweza kaumba kitu kipya sehemu ambayo ni tupu, haina chochote. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo siku ya leo Mungu ametupa somo zuri, na usikilize kwa makini, na Mungu atakuhudumia kwa namna isiyoelezeka. Uumbaji wa mwanadamu. Na kabla tuendelea, naomba kwenye Biblia tufungulie kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza kabisa. Mwanzoni mwa Biblia utaenda kusoma mstari wa 26. Kama kuna mwenye Biblia anaweza kutusaidia kwa haraka ili tuende na muda wetu. Amen. Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama na nchi yote pia na kila chenye kutambaa kitambacho juu ya nchi. Endelea 27. Mungu akaumba mtu kwa mfano wake. Kwa mfano wa Mungu aliumba mwanaume na mwanamke aliwaumba. 28. Mungu akawabarikia. Mungu akawaambia, zaeni mkaongezeke, mkajaze nchi na kuitisha, mkatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na kila kiumbe chenye uhai kitambaacho juu ya nchi. 29. Mungu akasema hivi, tazama nimewapa kila mche utoao mbegu ulio juu ya uso wa nchi, na kila mti ambao matunda yake itakuwa ndio chakula chenu. Sura 30. Na chakula cha kila mnyama wa nchi na cha kila ndege wa angani na kila kitu kitambaacho juu ya nchi chenye uhai na majani yote ya nchi ndicho chakula chenu kawaida. Nasema moja mstari wa mwisho,
Mungu akaona kila kitu ni chema na chafaa sana, ikawa jioni. Hiyo ilikuwa ni siku ya 6 ya uumbaji. Bwana Yesu asifiwe. Uumbaji wa wanadamu. Leo tunaenda kujifunza juu ya uumbaji wa wanadamu. Maana tunajifunza juu ya uumbaji wa mimi na wewe. Mwanzo anaelezea namna ambavyo Mungu aliwabarikia wale aliowaumba. Tena aliwaumba kwa mfano wa Mungu. Hapo ulipo umeumbwa kwa mfano wa Mungu. Ukijiangalia hapo ulipo una sura. Hapo ulipo una akili. Vyote hivyo umeumbwa kwa mfano wa Mungu. Ukitafakari namna ambavyo Mungu ametuumba kwa mfano wake, utamkuta mtu anaweza kutengeneza kompyuta inayofanya kazi kubwa, akatengeneza robots. Na tulishia hapo tu. Kwenye Biblia walikuwepo watu ambao walijenga mnara wa Babeli. Hii yote ilikuwa inadhihirisha namna ambavyo mwanadamu ameumbwa kwa mfano wa Mungu. Ukimchukua ng'ombe, ukamchukua chui, ukamchukua simba, ukachukua pundamilia na wanyama wengineo, hawezi wakafanya mambo ambayo mwanadamu anaweza kufanya. Ni sehemu gani umesahau matendo makubwa ya Mungu? Umesahau matendo makubwa ya Mungu baada ya kutawaliwa na vitu ambavyo Mungu alikuagiza kuvitawala. Ukianza kutawaliwa na vitu ambavyo Mungu alikuagiza kuvitawala, vile vitu vinaanza kupunguza thamani ya Mungu kwenye moyo wako. Vikishapunguza thamani ya Mungu kwenye moyo wako, vinaanza kupunguza thamani ya Mungu kwenye maisha yako. Vikishapunguza thamani ya Mungu kwenye maisha yako, vinaanza kupunguza utendaji wa Mungu kwenye maisha yako. Akasema Mungu alitupa vitu vyote, na hivyo vitu ambavyo Mungu alitupatia akasema tuvitawale. Na sehemu nyingine anasisitiza tuvitumie. Maana kila kilichopo katika nchi kinatakiwa kututumikia. Yaani maisha yanatakiwa kututumikia sisi. Sisi sio kuyatumikia maisha. Kwa sisi tukianza kuyatumikia maisha, tutaendeshwa na maisha. Kwa maana kila mwanadamu ambaye ameumbwa chini ya jua anatakiwa kumtumikia Mungu. Kwa nini anamtumikia Mungu? Unapomtumikia Mungu, Mungu ndiye aliyefanya vyote, unapata vyote. Ndio maana unapata sentence inasema hivi, tunasema hivi, ukipata Yesu umepata vyote. Ila unaweza kupata vyote usipata Yesu. Kwa nini? Vitu vinapatikana kwa Mungu, ila Mungu hapatikani kwenye vitu. Huu moyo ambao Mungu amenipa, ukitawaliwa na vitu, vinaweza vikaondoa Mungu kwenye maisha yako. Ila moyo huu ukitawaliwa na Mungu, vitu vinakuja kwenye maisha yako. Sasa itengeneze hii sentensi. Ukishasimama kwenye nafasi, ukajua uumbaji wa Mungu ambaye tunataka kujifunza siku ya leo, ukaona kitu kipi ambacho kipo katika Mwanzo sura ya 20, sura ya 1 mstari wa 26 hadi 31. Hivi mstari mitano italeta mambo makubwa kwa maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema hivi, Mungu aliumba vitu vyote kwa neno lake bila kutumia kitu chochote. Mungu aliumba vitu vyote, sio vichache, vyote kwa neno lake bila kutumia kitu. Mwanadamu anapotengeneza kompyuta anatumia madini, anatumia vitu. Ndivyo inapokuwa kompyuta. Anapotengeneza robot anatumia vitu. Ila Mungu aliumba kila kitu kwa neno lake bila kutumia chochote. Yaani na iwe kitu fulani ikawa. Akasema na iwe kitu fulani ikawa. Sasa kila kilichokuwa kinatimia kilitengenezewa muda siku ya kwanza. Akaumba moja, akatamka kikawa 1, 2, 3 siku ya pili. Majira yote kwenye maisha ya mwanadamu yanakuja kama umemruhusu Mungu aumbe vitu vipya kwenye maisha yako.
Ndio maana kitu kipya kinapokuwa kinatokea inatengenezwa historia mpya. Kwa hiyo kila anayetaka upya lazima ajifunze kuruhusu uumbaji wa Mungu katika hali endelevu bila kupumzika kwenye maisha yake. Mwiko mkubwa wa mwanadamu, usimwambie Mungu aishie sehemu fulani. Mwambie Mungu aendelee kuumba mambo mapya kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Kama tuko pamoja na Mungu kwa namna hii. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema lakini ilipofika kwa mwanadamu alitumia udongo, akamfinyanga mwanadamu na kuweka kila kiungo mahali pake. Zaburi 139 ambapo neno la Mungu linasema katika kitabu cha Zaburi 139 mstari wa 4, sisi tu kazi ya mikono ya Mungu. Vitu ni kazi ya neno la Mungu, ya tamko la Mungu, lakini mwanadamu ni kazi ya mikono ya Mungu. Ukichukua kwa tofauti, kuna kitu ambacho kilikuwa kinatamkwa, Mungu anatamka, lakini kuna kitu ambacho ni kazi ya mikono ya Mungu. Mimi mwanadamu ni kazi ya mikono ya Mungu baada ya vitu vyote kutamkwa. Kwa hiyo huyu Mungu tunayemzungumzia anataka aeleweke kwenye maisha kabla hajaanza kutubiwa na kutubiwa kwenye maisha yake. Wewe hapo ulimuelewe kwanza. Ukishamuelewa ndipo uanze kutumia. Ndio maana Mungu utendaji kazi wake unaweza ukawekewa kikomo na yule anayetendea kazi. Wewe kuruhusu Mungu kwenye mifumo ya maisha yako yote. Mungu anatenda kazi kwenye mifumo ya maisha yako yote. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe, watumishi wa Mungu. Sisi tu kazi ya mikono ya Mungu. Kama sisi tu kazi ya mikono ya Mungu, tunastahili kupata vya Mungu. Lakini msisitizo anaoweka, tumtafute Mungu kwanza. Tukishampata Mungu, manake tumempata muumbaji. Mungu amekuja kwa namna ya Yesu Kristo. Kupitia Yesu Mungu amekuja duniani. Na ili Mungu aingie kwenye moyo wa mwanadamu, aendelee kuumba mambo mapya kwenye maisha, Mungu alichokifanya ni kujileta kupitia Yesu. Halafu akanena katika Yohana ya kwamba huyu Yesu anakaa ndani yetu na sisi tunakaa ndani ya Yesu. Kwa hiyo baada ya kumpokea Yesu, tumempokea Mungu kupitia Yesu. Na baada ya kumpokea Mungu, tumempokea muumbaji kupitia Yesu. Ndio maana hata kama hukua kitu, ukishampokea Yesu unakuwa kila kitu. Tumesoma hapa Mungu aliumba vitu kutoka kwenye kutokuwepo kwa kitu. Lakini mwanadamu huwa anatengeneza vitu kama kuna vitu. Tunataka nimetengeneza aluminium kwa kutumia madini fulani. Kwa maana kwamba mwanadamu hawezi kutengeneza kitu bila kuwa na kitu. Kwa hiyo uweza wa uumbaji wa Mungu unaendelea. Ndio maana Adamu na Hawa walipogeuka wakakosa pale Edeni, Mungu alitarajia kupitia Yesu. Kwa baada ya kumpokea Yesu, tumefanyika watoto wa Mungu. Kama tumefanyika watoto wa Mungu, bado uumbaji wa Mungu unaendelea kuendelea kwenye maisha yetu. Haleluya, haleluya. Je, unaruhusuje uumbaji wa Mungu uendelee kwenye maisha yako? Unasogea wapi? Ibrahimu alipoondoka na Lutu, Lutu alitengeneza mazingira ya kusogea. Abrahamu akaisikiza sauti ya Mungu akakaa mahali pale. Baada ya Lutu kuondoka, baraka za Mungu zikaanza kumiminika kwa Ibrahimu. Ibrahimu alichofanya ni nini? Aliendeleza uumbaji wa Mungu. Sasa sikia, siku ile wale wachunga mifugo ya Lutu na Abrahamu wanagombana. Ibrahimu hakuwa na mtazamo wasi. Wakawa wanagombana. Mungu akapata nafasi ya kumuuliza. Na hakuna kitu ambacho kilikuwa kinaumbika nyakati zile kabla Ibrahimu alitengana na Lutu. Kwa Lutu alikuwa ni kizuizi cha baraka.
Mungu alipomuondoa Lutu kwa njia isiyochunguzika, Ibrahimu akaanza kushangaa baraka za Mungu zikijiri. Maana alishangaa uumbaji wa Mungu ukiendelea kwenye maisha yake. Ndio maana unapokuwa unamtegemea Mungu aliye hai, kila kitu kwenye maisha kinakuwa hai. Ila inategemea umemkabidhi Mungu kitu gani. Ukimkabidhi Mungu vitu vitatu, vyote vitatu vinakuwa hai. Ukimkabidhi Mungu vitu 10, vyote vitu 10 vinakuwa hai. Ukimkabidhi Mungu vitu 15, vyote vinakuwa hai. Ukimkabidhi Mungu vitu vyote vinakuwa hai. Ndio maana yeye yote katika yote. Kwa nini yote katika yote? Mungu anaweza kaomba kilichokufa kasimama tena. Haleluya, haleluya. Ndio nasema hivi, tutakuwa tukianza kuanza. Maana sisi ni kazi ya mikono ya kama Zaburi inasema katika 9:4. Kama sisi ni kazi ya mikono ya manake, Biblia inasema kwamba katika Ibrania 10:15 kwamba ni hatari kwa kuanguka mikononi mwa Mungu aliye hai. Kwa nini hatari? Ukianguka mikononi mwa Mungu aliye hai, manake uungano unakoma kwenye maisha yako. Anaposema hivi katika Hagai 2 kwamba utukufu wa mwisho wa nyumba utakuwa kubwa kuliko wa mwisho. Kwa nini? Ukikaa mikononi mwa Mungu unaendelea kuumbika. Bwana Yesu asifiwe sana. Maisha yanaendelea kuumbika. Kesho inaendelea kuumbika, afya inaendelea kuumbika, historia inaendelea kuumbika. Kwa ukiwa na Yesu, wewe unatembea na muumbaji wa vitu kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema hivi, Isaya anasema, "Lakini sasa Bwana, wewe Mungu ubariki. Sisi tu udongo, nawe mfinyanzi. Sisi sote tu kazi ya mikono yako." Kisoma Isaya 6:8. Na sisi tu tofauti na viumbe vingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Sio nyingine Biblia inasema kwamba Mungu umetuumba kwa jinsi ya ajabu. Inasema ndivyo. Kwa hiyo ukikuta kiumbe cha ajabu kwenye barabara au kwenye nyumba au chumbani kwako au kwenye kona yoyote au kwenye kichaka chochote, jikumbushe wewe ni maajabu mkubwa kiumbe cha ajabu. Bwana Yesu. Na nisikie hapo watumishi wa Mungu. Ukikutana na kiumbe cha ajabu, jikumbushe ya kwamba wewe ni kiumbe cha ajabu kuliko hicho kiumbe. Wala usipime vita kama sababu ya kupima vita. Wala usianze kukimbia. Jikumbushe wewe ni kiumbe cha ajabu kuliko viumbe vyote. Kama unakutana na kiumbe kimetumwa labda na wachawi, hakina umbo kamili, jikumbushe wewe ni maajabu kuliko hicho kiumbe. Halafu relax katika Bwana. Haleluya, haleluya. Kilichoumbwa kwenye mikono ya Mungu kwa heshima kubwa ni mwanadamu pekee yake. Hakuna kiumbe kingine, si ng'ombe, si tembo, si chochote. Aliyeumbwa kwa jinsi ya ajabu, Biblia inasema ni mwanadamu pekee yake. Si simba, si ng'ombe, si kitu gani ambacho tutakutana nacho, ni mwanadamu pekee yake. Haleluya, haleluya. Akasema Mungu akasema kwa vitawala. Wewe unatawaliwa na nini? Hawa nyumba ambao tumepewa na wafanyakazi wetu, unatawaliwa na nini? Na Biblia inasema hivi, mwanadamu ameumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Neno na tumfanye kwa mfano wetu. Ni udhihirisho wa uwepo wa Mungu mmoja katika nafsi tatu. Mungu katika Utatu Mtakatifu aliazimia kumuumba mwanadamu kwa sura na kwa mfano wake. Mara baada ya kukamilisha matengenezo ya ulimwengu uliokuwa umeharibiwa na Shetani. Uliokuwa umeharibiwa na Shetani. Baada ya Mungu kukamilisha uumbaji wa ulimwengu, kama tulivyosoma siku ya Jumapili, Mungu alimuumba mwanadamu. Ukiona uko duniani, tumishi wa Mungu ameshatengeneza. Ameshakutengenezea. Hii sauti ambayo inakomesha mwendelezo wa uumbaji wa Mungu.
ikomeshe kwa kutangaza uwezo wa Mungu ambao Mungu anatupa. Mungu anapokuwa anakaa ndani ya mtu. Hapa duniani tunapita. Ipo siku tutakufa. Ipo siku tutapotea. Ipo siku mimi na wewe tutakufa. Na hatutakuwepo kwa sababu Mungu alisema ya kwamba enendeni mkazaliane mkaongezeke. Maana watu wanapoongezeka, watu wanatakiwa kukua ili jina la Mungu liendelee kutukuzwa. Shetani asiruhusu, asikudanganye moyo wako ukasahau thamani yako, ukasahau upekee wako. Kama Mungu huwa anaumba kutoka kusikokuwa na kitu, maana anaumba kitu mahali ambapo hapakuwa na kitu, anafanya unakuwa wewe hapo ulipo ni kila kitu ambayo ulikuwa unaonekana sio kitu. Kwa hiyo huyo Mungu ukimruhusu kwenye maisha yako anaweza kukuletea kila kitu. Ndio maana tumesema pale mwanzoni lazima tumtangulize Mungu kuliko vitu, kwa sababu vitu vinaweza kutukosesha na Mungu, ila Mungu hatukoseshi na vitu. Mungu anatupa hekima ya kuvitumia vitu sawa sawa na mapenzi yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa neno la Mungu linapokuwa limejaa kwa wingi ndani yetu, sawa sawa na prosesi ya 3:16 anasema neno la Kristo likae kwa wingi ndani yetu katika hekima na ufahamu wote. Maana ile neno ambalo lilikuwa linatoka katika kinywa cha Mungu juu ya uumbaji wa vitu, yule Mungu ameletwa kwetu kwa njia ya Yesu, akakaa ndani yetu. Maana anastarehe na sisi. Tunapokuwa tumekaa yuko na sisi, tunapika yuko na sisi, tunaendesha magari yuko na sisi, tunakuoa yuko na sisi, tunalia yuko na sisi. Yule ameweka neno lake kwenye vinywa vyetu lenye pumzi ya Mungu. Tunaweza kukatamka kila kitu kikawa kwenye maisha yetu. Umesahau thamani ya Mungu mahali. Kuna mahali thamani ya Mungu umesahau. Na kuhakikishia kuna mahali umesahau thamani ya Mungu. Na shetani alipo mjanja, akiona hujasahau thamani ya Mungu, anakusahaulisha thamani yako mbele za Mungu. Wewe ni wa thamani kwa jina la Yesu. Umeumbwa kwa jinsi ya ajabu. Haleluya, haleluya. Yaani hapo ulipo wewe ni wa ajabu. Unashangaza. Ukishakufa wewe, hakuna mwingine atakayetokea duniani kama wewe. Ndio basi tena. Ukishaondoka hapa duniani, hakuna mwingine atakayetokea kama wewe. Ndio maana ni vema tukao tunawalithisha mtoto wetu Yesu. Tuwalithisha mtoto wetu Yesu kwa sababu Mungu wakati tutaondoka duniani. Thamani ya kitu inatambulika na ile gharama ya kitu. Ndio maana sisi uthamani wetu kwa Mungu hauishi. Ila sisi kuna muda tunapunguza thamani kwa sababu hatujui gharama yake. Ila Mungu anajua gharama yetu kwa sisi. Ndio maana kabla ya misingi ya dunia alitambua yeye. Anatambua thamani yake. Sisi na wewe tulizaliwa tumeshamwacha Yesu. Tumeshamwacha Mungu. Lakini Mungu akaturudi. Lakini tulipozaliwa pale, Mungu akawapa sisitizo wazazi wetu ya kwamba tunaishi kwa mapenzi. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe ni wa thamani mbele. Usijisahaulishe. Usidanganywe. Iwe na mazingira au chochote. Iwe jangwani, bali utatoka. Sio neno la Mungu. Jua kali, Mungu atasimama kama kivuli. Iwe katika mauti, Mungu analeta usiku. Bwana Yesu asifiwe. Anasema hivi. Hii inaonyesha wazi kuwa mwanadamu ni kiumbe tofauti kabisa na viumbe vingine vyote aliyoumba Mungu. Kwani aliumba kwa sura na mfano wa Mungu. Kuwa na sura na mfano wa Mungu kuna maana kwamba mwanadamu ana utashi, yaani kiumbe anaolewa. Maana Mungu baada ya kuona
hawa wanadamu, mimi na wewe, ametuumba kwa mfano wake, akatamka sentensi nzito kupitia nabii Hosea sura ya 6. Watu wangu wanakata kusema Balipa tunakosa asiteni kwa sababu umenikataa mimi nani nitakukataa sio kwa maana yake. Ukimkataa umekataa mfarana, ukishakataa mfarana umekataa maarifa ya Mungu ambaye ni uzima wako. Kwa hiyo anasema Mungu alituma neno ili uweze kutuokoa. Sasa Mungu kama alituma neno iweze kutuokoa, hatuwezi tukalisikia neno la Mungu ila kuwa na Mungu. Biblia inasema kwamba watu hawa ikabiziki hawasikii, wengine wanatazama hawaoni. Kwa nini? Lazima Mungu akae ndani yetu, akontrol utazamaji wetu. Anapokuwa na control utazamaji wetu, tunakuwa na mtazamo chanya kwenye kila jambo, kwa sababu tunaye muumbaji. Kwa hiyo kuna muda Mungu hataki tuishi kwa sababu tumeumbwa, ila anataka tuishi kwa sababu tuna Mungu anayeweza kutuumba. Kuna muda maisha ya dunia yanatuchakaza, tunachakaa kabisa, lakini tunakuwa na tumaini, tena tumaini lenye matokeo, hata kama kwa muda huo hayaonekani, ila ni tumaini lenye matokeo. Na Mungu anatuacha muda mwingine tunakuwa kwenye hali ngumu kiasi cha jambo kadreza kutuchukua mikononi mwake na kututupa kwenye tanuru la moto. Lakini anapokuwa na uhakika ya kwamba aliyekuumba akatia pumzi ndani yako, ana uwezo wa kutia pumzi ndani ya wewe tena, hauogopi, anakuruhusu kuingia kwenye tanuru la moto. Lakini usiku, kwa nini? Tunaye muumbaji. Bwana Yesu asifiwe sana. Sisi tumeumbwa kwa jinsi ya ajabu. Kwa hiyo tutaishi kwa jinsi ya ajabu, tutashinda kwa jinsi ya ajabu, tutafanikiwa kwa jinsi ya ajabu. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo kila mwanadamu ana maadili, yani morality. Lakini jambo la tatu, ana akili, yani intellectual, na uwezo wa kiroho, yani spiritual capacity. Kwa maneno mengine, mwanadamu ana ufahamu, hisia na utashi, uwezo wa kufanya maamuzi mazuri au mabaya kwa kutumia dhamiri yake, mahusiano, ushirika na mawasiliano na Mungu. Kwa maana hii, maisha ya mwanadamu ni ya thamani sana, kwa sababu mwanadamu ameumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Kama tuseme Yohana 4:20. Mungu anaishi tuone kwa namna gani mwanadamu anapewa sifa zote hizi. Yohana 4:20.